Sasa naomba nitangaze ofa ya kuozesha watu 130. Narudia, sasa naomba kutangaza ndoa za watu 130. Masharti ni kama ifuatavyo. Sharti la kwanza, muombaji awe mwanamke, yaani mwanamke ndiye aje amuombee mwanaume fomu ya maombi, kwa sababu sisi tunajua asilimia kubwa vijana wa sasa hivi wana wachumba, na wanaume wengi wanawawekea wanawake usiku uchumba miaka 2, 3, 5, baby. Akiambiwa anasema mambo magumu, subira yavuta kheri. Kwa safari hii bwana, tumekuja kivingine. Mwanamke ndiye aje aombe fomu. Akija atakabidhiwa fomu, atajaza fomu ile na kumjazia huyo mumewe mtarajiwa. Na taarifa nilionayo, wanawake namna walivyokuwa wana hasira, tayari wamekwisha tia timu hapo mundani, wanataka fomu. Na hapa naomba nitie comment katika cartoon ambayo inasambaa kila mwaka pindi tunapotangaza kuozesha watu. Cartoon inaonyesha hivi: baby, unataka abaya, unataka mahari? Alafu mabinti wa sasa namna walivyokuwa watoto wa mjini wanajibu, nataka abaya, mahari anatoa shekishki. Na mimi naongeza, akikuuliza tena, baby, unataka mahari, unataka abaya? Mwambie nataka abaya na mahari natoa mimi mwaka huu kupitia shekishki. Tupo jamani? Nimeeleweka? Unataka abaya au unataka mahari? Mwambie abaya kama kawa, mahari naileta mimi kutoka Al-Hikma Foundation. Kwa hiyo sharti la kwanza, anayekuja kuomba fomu ya maombi awe mwanamke, amuombee mchumba wake wa kiume. Sharti la pili, awe Mtanzania. Sharti la tatu, asiwe na mume, na huyo mwanaume naye asiwe na mke. Tumeelewana eh? Yaani iwe ndoa ya kwanza. Anayetaka kuongeza mke, sisi hatuhangaiki na hao kwa sababu ana mke. Sharti la 4, awe ameposa na kukubaliwa. Na kwa mwanamke awe ameposwa, na kwa mwanaume awe ameposa. 5, mwanaume awe na chanzo cha kupata riziki. Usije ukapata jazba ukakurupuka kisa na mkasa. Al-Hikma Foundation wanatoa mahari, ukataka ulipiwe, kumbe kazi huna, ukaanza kumpigisha ndefu binti wa watu, ukampa tabu. Kwa hiyo sharti la 5, mwanaume awe ana chanzo cha kupata riziki, awe ana chanzo cha kupatia riziki. Kinachomshinda ni mahari ya mkupuo. Sharti la 6, awe amekwisha jaza fomu ya usaili huyo mwanaume, kwa sababu atakuja kuchukuliwa fomu na mkewe mtarajiwa. Kwa hiyo fomu lazima irejeshe na aijaze. 7, awe amefanya usaili na kufaulu. Baada ya kurejesha fomu, mtapewa taarifa, sasa kuna interview, njoeni.
kwa sababu hatuwezi kumlipia mahari mtu hatumjui. Tumejifunza kupitia matukio ya nyuma. Anakuja mtu dishi lina chenga, hatuwezi kumwozesha mtu kama huyo. Kwa hiyo lazima tukuone uso kwa macho, tuzungumze nawe tukuone mtambo uso mtambo. Sharti la 8, awe tayari kufunga ndoa ya pamoja itakayofanyika hapa Dar es Salaam. Sharti la 9, athibitishwe na imamu wa eneo lake kwa barua na ambatanishe kopi ya kitambulisho cha NIDA, yani kitambulisho cha kura. 10 na mwisho, sharti la 10 na sharti la mwisho, mzazi wa binti au mlezi wa binti au wali wa binti akubali ndoa ile iwe miongoni mwa ndoa zitakazofungwa kwa pamoja. Asituletee usumbufu katika hilo. Baada ya kusema hayo, naomba nitangaze tarehe ya kutolewa fomu ya maombi ya kulipiwa mahari na kuozeshwa na taasisi Al-Hikma Foundation. Zinaanza kutolewa tarehe 9 mwezi huu wa 3 mwaka huu 2026 hadi tarehe 10 mwezi wa 4 mwaka huu 2026, bimaana kwa muda wa mwezi mmoja tu, na fomu zinapatikana hapa Al-Hikma makao makuu. Baada ya kusema hayo, naomba nitoe matangazo muhimu kwa Watanzania wote. Tuna wadhamini waliotuunga mkono kwa namna moja ama nyingine katika mashindano yetu. Royal Polyclinic. Royal Polyclinic wamejitokeza kwa minajili ya kusaidia Watanzania Watanzania 150 kuwapima tezi dume bure baada ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Yeyote anayetaka kupima tezi dume, kuna fursa za watu 150 kutoka Royal Polyclinic, na nafasi hizo ili uzipate, uje hapa Al-Hikma Foundation, uandikishe jina lako, majina kamili, unakotoka na namba yako ya simu. Katika mageti yote taarifa tayari zipo. Mkisha kamilika 150 mtapigiwa simu baada ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, tutawapeleka pale Royal Polyclinic. Lakini kama ile halitoshi, Polyclinic wamesema akina mama wasiwaache, ili kuyaunga mkono mashindano makubwa zaidi ya Qur'ani tukufu ya mabara yote ulimwenguni. Wametoa ofa ya wanawake 100 kuwapima saratani ya matiti baada ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kwa hiyo kuna dada mama ambaye anatamani kujiridhisha, basi anaweza akaja hapa Al-Hikma Foundation wakati wowote kuanzia sasa, akaandikisha jina lake magetini, na idadi ya watu 100 ikikamilika tutafunga nafasi hiyo, kwa sababu wao wametoa 100 tu, na zoezi litafanyika baada ya Ramadhani. Kama ile halitoshi, Royal Polyclinic wametoa tena ofa ya watu 150 kwa ajili ya uchunguzi wa kinywa na meno. Wale ambao wanajihisi meno yao kidogo haiko sawa, jino limetoboka, mara vile mara hivi mara na pengo, basi waje waandikishe majina yao hapa Al-Hikma Foundation. Kuna nafasi ya watu 150 watapewa huduma hiyo bure kabisa na Royal Polyclinic kupitia mashindano yetu makubwa kabisa. Kama ile halitoshi, tunatangaza
Al-Hikma Foundation, kuna partner wetu, mshirika wetu ambaye kila mwaka anatuunga mkono katika mashindano yetu kwa kutoa nafasi za masomo katika college yake, nafasi za ufadhili City College, nafasi za ufadhili wa chuo cha City College campus iliyopo Ilala au maeneo ya Chanika. Ngazi ya diploma, yeyote anayetaka kujiunga na kozi zifuatazo: kozi ya ufamasia, kozi ya utabibu, kozi ya maabara na ustawi wa jamii, basi City College wametoa fursa kusomesha na kuwasamehe ada vijana 50. Sharti unaenda kule City College campus ya Ilala Chanika, unakwenda kupeleka vyeti vyako, waketi na wewe wakijiridhisha kwamba wewe unayo vigezo, unakuja Al-Hikma Foundation. Al-Hikma Foundation tunakuandikia barua ya kukuombea kwa sababu tumeingia mkataba na wao. Jamani, nimeeleweka? Nimeeleweka? Ni ada na malazi. Wanamlipia mwanafunzi, wanakusamehe ada yote na malazi juu yao, mengineyo yatakuwa juu yako. Baada ya kusema hayo, naomba kutumia fursa hii kuwashukuru tena kwa mara nyingine waandishi wa habari, volunteers mbalimbali, mabibi na mabwana, na Waislamu na Watanzania wote kwa ujumla kutuunga mkono mwaka hadi mwaka katika kufanikisha mashindano makubwa zaidi ya Qur'ani tukufu ya mabara yote ulimwenguni. Baada ya kusema hayo, katibu mkuu una neno la kusema? Haya, katibu mkuu hana neno la kusema. Tunawashukuru sana, asanteni sana, endeleeni kutuunga mkono, kwa sababu kiuhalisia mtakuwa hamtuungi mkono sisi, mnakiunga mkono kitabu kitukufu kitakatifu kisichokuwa na shaka ndani yake. Mungu awabariki sana, akupeni umri mrefu wenye kheri na baraka, nyinyi pamoja na sisi, kama alivyotujalia kuiona, kushuhudia na kuyaona mashindano ya mwaka huu na mwakani, atujalie pia. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.